على سيدنا محمد خير العباد وعلى آله وصحبه الأفاضل الأمجاد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mheshimiwa Sheikh Musa bin Ahmed, katibu wa Mufti na naibu katibu wa Baraza la Ulama, Mheshimiwa Sheikh Al-Hadi Musa Salum, mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano Tanzania Taifa, Mheshimiwa Sheikh Ali Ngeruko, mjumbe wa Baraza la Ulama na naibu chief kadhi, Mheshimiwa mkurugenzi wa habari al-akh al-fadil wal-walad al-mahbub Horera Kawambwa, ndugu yangu Sheikh Idi Hussein, memba wa Bi'thatul Hajj Tanzania Hajj Mission, ndugu zangu wana habari waliohudhuria, wageni waalikwa, ndugu yangu Sheikh Ititi kutoka Singida na mashekhe wengine ambao wameweza kuhudhuria, bila kumsahau afisa tawala katika ofisi ya Mufti Al-Ustadhi Jumbe Bagua Njumbe Sango, kina baba na kina mama, viongozi wa baraza wote kwa ujumla wao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi binafsi nimefurahi kwamba nyinyi waandishi wa habari mmejiweza kujiorganize na kuamua kupatikane chombo kinachohusika na waandishi wa habari wa Kiislamu. Hakuna jambo kubwa kama jambo hilo, kuweza kupata fikra yenye thamani kiasi hicho mpaka mkaweza kufikia siku ya leo na mkaamua kuanzisha chombo hiki, na leo mnaamua kuchaguana ili apatikane nani mwenyekiti, nani katibu, nani mpaka mwisho. Ili ni jambo moja kubwa sana, litakuwa na tija kubwa sana katika upande wetu wa Kiislamu, kwa sababu habari nyingi huwa zinapatikana, lakini mtu ana khiari baina ya kuitengeneza ikawa nzuri na baina ya kuiharibu. Na ikiwa ni habari ya Kiislamu, inaweza kuharibiwa qasdan, kwa kusudia tu kwamba wacha tuharibu, na ikaharibika kwa sababu itakuwa imefika katika masikio ya watu mpaka kuihazahaza, kuitohoa irudi kwamba ilikuwa sio kweli. Ishachukua muda mrefu sana, na kuna na wengine hata huku namna kutoholewa itakuwa hawajapata taarifa hizo, wataendelea na zile za mwanzo. Lakini haya yanatokana na kukosekana kwa chombo kama hiki. Sasa nilipopata habari na mkaniletea habari hiyo ya jambo hili, japo siku ya leo nimebanwa sana, lakini nimeona nifike niweze kuzungumza nasaha 2-3 juu ya chombo hiki. Chombo hiki mmekianzisha na mtamaliza uchaguzi hivi punde, na nimeambiwa karibu Tanzania nzima waandishi wa habari wako hapa. Basi kama hivyo ndivyo, nataka niwafikishie kwamba nyinyi ni waandishi wa habari wa Kiislamu, kwa mshike sana maadili ya Uislamu katika uandishi. Uandishi wako utakutia peponi au uandishi wako utakutia motoni. Inategemea unaandika kitu gani, unataka kukieleza vipi. Sasa kwa kuwa ndani yake kuna idhafa ya neno Uislamu, kwamba ni waandishi wa habari wa Kiislamu, zingatieni sana maadili, zingatieni sana al-akhlaq. Vita vilivyopo na makelele yaliyopo sasa hivi ni juu ya masuala ya maadili. Mimi nimepata mwaliko kwenye kikao Masri
nimeupata jana. Waziri wa mambo ya dini wa Misri Usama al-Azhari ameniletea mwaliko. Nikaangalia anwani ya mkutano wenyewe juu ya maadili, na akaelekeza kabisa kwamba tuangalie katika Sahihi al-Bukhari kitabu al-Adab, kinazungumzia masuala ya maadili kilichomo ndani ya Sahihi al-Bukhari. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mmonyoko wa maadili ulioenea duniani. Sio kelele hiyo kwamba tunao sisi tu hapa Tanzania, ni dunia nzima. Kwa hiyo basi kila nchi inahangaika kulizungumzia jambo hili na kuwaita watu wa dunia nzima kuzungumzia habari kama hiyo. Ndio utaona Sheikh kule Usama al-Azhar al-Doktor ambaye ni waziri wa mambo ya dini kule Misri anakustukusanya kwa ajili ya kwenda kuzungumzia juu ya maadili, na ametoa nafasi kila mmoja anaweza akafanya mudakhala, yani kuchangia katika ile mada kwa namna atakavyoweza, bahthi yake kaifanya kiasi gani. Sasa nyinyi ni waandishi wa habari wa Kiislamu, zingatieni sana masuala ya maadili mpaka watu waone kweli sasa tuna waandishi wetu na tumefanikiwa kuwa na waandishi wetu wazuri. Moyo wepesi kuyazungumza mambo ya Kiislamu na kuyaweka wazi, yaeleweke, yatoke katika daraja ya kutokujulikana yaende katika daraja ya kusambaa na kujulikana kwa nguvu zote mnazoziweza. Najitahidini sana mambo yanayoweza kuingia yenye aibu katika Uislamu nyinyi kuyasambaza, kwa sababu sio mwenendo wa Kiislamu. Man satara musliman satarahu Allah. Hadithi ndefu kipande hiki. Anamstiri Muislamu, Mwenyezi Mungu enda mstiri siku ya Kiyama. Man ayyara akhahu bidhanbin lam yamut hatta ya'mala. Anamtahayariza mwenzake kwa kosa, hafi mpaka naye alifanye kosa lile. Lakini hizo hadithi zote chungu mzima, hadithi nyingi juu ya masuala kama haya yanazungumzia namna ya maadili. Yote haya ni kuonesha unatakiwa vipi wewe uwe ni mtu wa maadili. Ingine nasema idharata an tadhkura uyuba ghairika fadhkuru uyuba nafsik. Yote ni maadili hayo. Ukitaka kutaja aibu za mwenzako, kumbuka zile zako kwanza. Kwani wewe una aibu gani? Mbona unajitia usogora wa kutaja za wenzako tu? Wewe hivi sio uko salama? Lakini hizo hadithi zimekuja kwa ajili ya kumfundisha Muislamu ajifunze, awe na maadili. Kuna mambo hatakiwi ayafanye. Juzi nilikuwa nazungumza kwenye msiba kule, kwamba hatuna haja kuzungumza chochote, lakini Mtume sallallahu atufundisha ndio tutoke na somo hilo aliposema katajeni mema ya wafu zenu na jiepusheni na mabaya yao. Udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Yani sisi kama Waislamu tuna limit katika maisha yetu. Mtu kafa, limit. Kuna limitation hapa. Hatuwezi kumtajia tena mabaya yake. Mambo yale tena hatutakiwi tufanye. Tunatakiwa ni kipande cha kwanza cha Mtume alichosema, tajeni mema. Haya mabaya mwachieni yeye na Mungu wake. Yote hayo ni katika kufundishwa nini? Maadili na akhlaq. Sasa nyinyi mna chombo kizuri sana, adhim, lakini kibaya sana. Kizuri sana harithi chombo hicho, lakini kibaya sana. Kizuri sana pale mnapoeleza habari njema na kusambaza kwa maslahi na faida ya watu wapate kufaidika, Waislamu, wananchi, dunia. Maana haikitokuwa ni chombo cha Kiislamu kwa maana ya kwamba hamtataja habari nyingine zote isipokuwa za Uislamu tu. Ni chombo cha kutaja habari zote, lakini kinatawaliwa na kushikiliwa na kuongozwa na Waislamu. Ndio tafsiri yake. Yaani sije kaeleweka kwamba kumeanzisha chombo cha Kiislamu bwana, watakuwa wanazungumza mambo ya Kiislamu tu. Sasa utakuwa si waandishi wa habari huo. Waandishi wa habari wana nafasi ya kutawasa, kuzungumza habari zote za nchi nzima, za dunia nzima, lakini katika njia ya maslaha, kwa njia ya kufidisha
njia ya kuwasaidia watu, kuwasaidia wananchi, sio njia ya kuharibu, njia ya uchochezi, njia ya kutia fitna, njia ya kutia unafiki, njia ya kuharibu mtu na mtu, taasisi na taasisi, shirika na shirika. Hapana, ni kwa ajili ya kutengeneza. Ni chombo kimekaa chenyewe kinatengeneza mambo, chenyewe kinawaasa mambo. Kama kuna mambo mabaya, kinapata nafasi ya kuwakataza watu juu ya mambo fulani. Jambo hilo haliko, sio maadili yetu katika nchi yetu. Namna hiyo, kuna mambo mengi yamejificha katika nchi yetu, hayafanyi. Hiki ndio chombo cha kuyafungua yale mambo yaliyojificha. Ni chombo cha kuyafungua. Kwa mfano, kuwahimiza watu kupanda miti. Sio kwamba nampigia nani harithi, nazungumzia tu katika utaratibu wa Uislamu umetakiwa lazima mambo ya miti. Umeeleweka? Lakini miti gani? Wapande miti kuja Ulaya, kutoka Ulaya. Sisi tuna miti yetu hapa. Tuna miti yetu sisi hapa, iko huko porini. Na mababu wameshaeleza katika ile miti kuna nini na nini. Kuna mti ukipandwa hapa, kimuuliza babu kwamba huu mtu kama anaumwa na tumbo, wewe mchukulie mzizi wake tumchemshia na kunywa, anapoa hapo hapo. Haya, mti wa Ulaya tutauzungumza nini? Tuaujua sisi. Siku moja nilichekesha waandishi wa habari, nje kaonyeshwa mti fulani hivi. Ukiupanda hapa, miti 40 yote inakufa huko mbele. Aina 40 za miti khalas zinakufilia mbali. Zinawana huu mti mmoja. Huu mti adui. Mti utufai ndio kama ule mti aliozungumza Mtume sallam kwamba utafikia wakati Waislamu watapigana na wasiokuwa Waislamu. Halafu itafikia mahala Muislamu ile mtu ile kafiri amejificha nyuma ya jiwe na mti. Kisha jiwe linamwambia Muislamu, njoo huyu hapa. Mti nao unasema njoo hapa, illa al-gharqadu, isipokuwa mti wa mgharqad. Sasa ndio kama huu unaupanda hapa, unaua watu wengine 40 huko. Kazi yenu kuhimiza mambo ya khairi, pandeni mahindi, fanyeni hivi, wazindua watu. Waislamu wamekaa tu hapa, hataki kuchukua nafasi, ardhi zinakwisha, wapumzika tu. Ukiwauliza hapa, tuna ugomvi kule Kinondoni wa msikiti. Hii imejitu mpaka ielewe hii. Itachukua muda mrefu sana. Sheikh Musa, watu ardhi zinakwisha, watu wagombea msikiti. Mimi hakuna kitu nakiona yani ajibu kama hicho. Kinyume kabisa cha uelewa. Kumbe sio lazima kuwa ni watu wanaelewa bwana, wala kusoma sio kuelewa. Wengine mashekhe hasa. Naeleweka? Mambo yenye maana, wahimize watu washike ardhi, washike vitalu vya dhahabu, washike vidini, mambo kama hayo. Vyombo vya habari vinatoa faida, tafuta mashekhe na kuja kuzungumza mambo ya faida, na wengine watu waliosomea mambo yale. Sio lazima mashekhe. Na watu wengine wamesomea mambo ya madini, mwingine mambo ya kilimo, mambo ya nini. Shekhe atakuja tuzungumza aya 2 3, alhamdulillah. Lakini mwingine atakuja kuzungumza utaalamu. Lakini yote haya yanazungumza kuyagusia kwa maana ya kwamba ninyi muwe chombo cha mfano katika kuilea jamii kihabari. Kuilea jamii kihabari. Jamii ipate kufaidika na nyinyi. Kulinda maadili, kulinda heshima za watu, kufundisha, kuasa, kukataza, kuwanyosha watu. Hiki chombo tunatakiwa kikae katika hali ya namna hiyo. Matarajio yangu insha Allah taala kwamba chombo hiki mtakipa haki yake na mtakifanyia vile inavyotakiwa mkifanyie, na mkiwa mmesimama hapo, Mwenyezi Mungu ndiye atakayekuwa msaada wenu. Mwenyezi Mungu atakusaidieni, atakupeni taufik, mtafanya mambo ambayo yanatakiwa kufanyika. Jingine la mwisho, usikubali kuuza habari, usikubali kuchukua rushwa. Usichukue rushwa. Arishwa tumekatazwa katika Uislamu. Na watu wa habari ni hatari katika masala ya kuchukua rushwa. Sasa katae sana rushwa, maana unaweza ukapotosha habari kwa sababu ya rushwa.
na vitu hivyo vyote kwa chombo chenye jina kama hili, chombo cha waandishi wa habari wa Kiislamu. Mambo hayo iwe ndio nyinyi kazi yenu kuyakemea, na mengine mengi yenye kufanana na hayo. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa niaba ya Baraza la Kiislamu Tanzania BAKWATA, sisi tuko radhi na nyinyi, tutashirikiana na nyinyi na tutakuwa pamoja na nyinyi, na mahala popote ambapo mnahitaji msaada tutakusaidieni, na nina hakika vyombo vyote vingine vya Kiislamu na taasisi nyingine zote za Kiislamu na hata zisizokuwa za Kiislamu zitamiunga mkono katika kufikisha masuala ambayo yana maslah na umma, yana maslah na taifa, yana maslah na dini zetu. Wallahu waliyut tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mheshimiwa Mufti, kwa maneno